Aliyekuwa kondakta maarufu wa mabasi ya Tilisho Nancy Moshi ameongea kuhusu yanayoendelea mitandaoni juu ya sakata la madai kwamba alitimuliwa ama kufukuzwa Tilisho. Je, kaongea nini na sasa yuko wapi? Basi baki hapa na mimi mpaka mwisho. Hii unayoitazama ni Mseto Media na ninayekuletea taarifa hii hapa naitwa Hidayah Hassan. Kwenye mitandao ya kijamii hivi sasa watu wengi wamekuwa wakimposti na mwanadada mrembo Nancy Moshi ambaye huyu alikuwa kondakta wa mabasi ya Tilisho aliyejipatia umaarufu mkubwa nchini Tanzania. Nancy alianza kuwavutia watu wengi miaka kadhaa kule nyuma kufuatia kazi yake hiyo ya ukondakta wa mabasi, ambapo pia alisababisha mabinti wengi sana kutamani na kupenda kazi hiyo ambayo kule mwanzo ilikuwa ikichukuliwa kama ni kazi ya wanaume tu, lakini leo tunaona kila basi lina kondakta wa kike, kitu ambacho Nancy anatajwa kama alichangia hilo kufanyika. Lakini pia Nancy anadaiwa ndiye aliyefanya kampuni ya Tilisho kujulikana zaidi na kusababisha pia abiria kutamani kupanda mabasi hayo. Baadaye tuliona ghafla Nancy akiwa hafanyi kazi tena na Tilisho, kitu ambacho kiliibua maswali mengi kwa wale waliokuwa wanavutiwa naye. Baadaye zikaanza kuvuma story kuwa baada ya kuwa maarufu aliamua kuacha kazi na Tilisho kwani tayari ameshajipatia, huku wengine wakidai hakuachana na Tilisho kwa uzuri, swala lilosababisha watu mbalimbali mitandaoni kuanza kumzodoa na kumsema akiwemo Kerma Story na wengineo. Mimi nilikuwa nafanya kazi na Tilisho ya kufanyia promotion kwenye account yangu ya Instagram. Nimefanya kazi na Tilisho vizuri, akaniambia nahitaji ufanye interview na vijana wangu ili waweze kwenda mjini. Nikamcheki mdada mmoja anaitwa Miss Eliza au Miss Eliza Instagram, ambaye yuko kwenye gari la Tilisho yanaenda Moshi. Nikasema okay, nikamcheki. Nikamwambia Liz, mambo vipi? Nimechukua namba yako kwa bosi, naomba tufanye mahojiano ili tuendelee kupromote biashara ya bosi. Akakubali sawa Kerry, unataka tufanye lini? Nikamwambia wewe panga tu siku yote ambayo unaona ruti umekuja umefanya, kwa sababu wewe ratiba yako ndio inakuwa ngumu, kwa sababu unakuja mjini na kuondoka. Akaniambia tufanye siku fulani. Eliza ameshahama. Okay. Ndio na hadithi story ni ya nyuma kidogo. Nikamwambia sawa. Akaanza kufanikisha tukafanya. Nikasema sasa nikaja kwa huyo Nancy. Naona TikTok naye nikamcheki, nikamwambia bosi anaomba tufanye matangazo mawili matatu kwa ajili ya kuendelea kuboost, tufanye na interview. Mimi niko busy, siwezi kuongea. Akasema mtoto wewe umekuja jana tu. Yaani kwa staili hii huwezi kudumu kwenye game kama utakuwa una madharau. Nimekwambia mimi namba yako sijawahi kutafuta namba yako mimi nimepewa na bosi nikupe. Nikuombe interview tuendelee kupromote Tilisho ambao ni sehemu unaofanyia kazi wewe. Wewe mama yangu jamani, mtoto ajifanya ananyatia. Akasema family, hiyo ni maamuzi yako, sio lazima. Haya, kiko wapi huyo Nancy sasa hivi yuko wapi? Kwa sababu tu ya madharau na kutokuwa na nidhamu ya kuwasiliana na mtu. Hata kitu utaki. Mimi kama kitu sikitaki au sio sikitaki, siwezi kufanya, nimebananishwa kweli, niko busy. Nakwambia hebu naomba nipe muda tu kidogo Kari, nitakupa ratiba yangu kidogo niangalie iko vipi, ili mtu ajue kabisa huyu mtu ni mzuri na ana roho nzuri. Lakini pisi ilikuwa ina madharau ile. Sijawahi kuona. Ndio maana kapotea. Yaani uwezi maintain status ya kuwa maarufu kama una madharau. Chukua hiyo atesi. Sasa Nancy amefanya mahojiano na moja ya chombo cha habari hapa nchini na kufunguka kuhusu madai ya kwamba hakuondoka Tilisho kwa uzuri. Mwandishi alimuuliza Nancy, unaweza kutuambia kosa gani limefanya ukatimuliwa Tilisho? Nancy akajibu, kiukweli Tilisho ni familia yangu, naumia sana ninavyoona watu wananisema vibaya na kueneza uvumi. Sipo tu kwenye kitengo cha kondakta kwa sasa, ila Tilisho bado ni familia yangu iliyonilea na kunifungulia fursa. Niwaombe sana wanaoendelea kueneza huu uvumi waache mara moja, na najua ni wivu tu unawasumbua, lakini mimi sina tatizo na Tilisho. Hayo alisema mwanadada Nice, na ndio jibu kwa wale waliokuwa wanahoji kwa nini hayupo Tilisho ama kwa nini hakuondoka kwa uzuri. Na taarifa za ndani zinadai kwa sasa Nice anamiliki gari yake binafsi ambayo anaitumia kwa kufanya biashara ya Bolt. Yapi maoni yako? Andika hapa chini na sisi tutasoma. Hii hapa ni Mseto Media na mimi ni Hidayah Hassan Official HD, the boss lady.
Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.